Jipange na ushindane na maadui wanaoshindana na hatima yako. Wanaposhindana na hatima yako, wanashindana na kila jambo utakalolianzisha la baraka. Kila kitu ukianzisha, unashangaa kinaishia njiani. Kwa hiyo lengo la maadui hawa katika ulimwengu wa roho, wanapanga mikakati kwamba kile kitu unachotamani kufikia, kile kitu unachotamani kilete mabadiliko, wanapambana na wewe ili usifikie ile kusudi. Kitabu kile cha Wafilipi 4:6 anasema, nami niamini ndilo hili, yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Anasema kila kazi ukianzisha, kazi yote ambayo ukianzisha au chochote Mungu alichoweka ndani yako chema, lazima kizae matunda. Lakini lazima hicho unachokipanga kifanikiwe, lazima kipingwe. Sasa nataka nikufundishe, nataka tusimame leo tushindane na wanaoshindana na hatima zetu, ya kwamba hatima yangu lazima itafika, hatima yako lazima itafika, hatima ya watoto wako lazima itafika, hatima ya biashara yako lazima itafika. Una imani utafika? Kwa hiyo roho hii inashindana kwa ajili ya kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Kwa hiyo wanahakikisha kile unachokibeba hakitazaa matunda. Wanawahi kupambana na wewe. Nataka kwenye maombi ya leo, hawatapambana na wewe. Wanapopambana na wewe, lazima kuna nguvu itakushindia na utafikisha kusudi la Mungu. Kataa kuishia njiani, kataa kufa, kataa kifo cha ovyo ovyo. Sema hata kama napita, najua kuna mahali na kwenda, najua kuna mahali na kwenda. Kuna vitu tunaanzisha alafu zinaishia njiani. Mfano, huduma, biashara, elimu, ujenzi, ndoa, watoto, unazaa, wanaishia njiani. Unaanza biashara, ulianza na nguvu, inaishia njiani. Ulizaa, ukategemea utapata matunda mazuri, lakini watoto wanaishia njiani. Wanakuwa walevi, wanakuwa wana mwelekeo. Kaka zako wanaishia njiani, hawafanikiwi, wanakuwa walevi. Ulianzisha chochote kinaishia njiani. Nataka nitamke kwenye madhabahu, na kataa roho ya kuishia njiani. Na wewe kataa, sema na kataa roho ya kuishia njiani. Sema katika kila jambo nitakalolianzisha, na kataa roho ya kuishia njiani. Nitapita kwenye pito, nitapita kwenye madeni, nitapita kwenye vita, lakini sitafia kwenye vita, sitafia kwenye madeni, sitafia kwenye maneno. Nitapita, kuna mahali na kwenda. Mtu mmoja apige kelele aseme sitafia hapa. Hebu kiri, sema sitafia hapa. Baba hataishia njiani, mama hataishia njiani, kaka yangu hataishia njiani, mtoto wangu hataishia njiani, wazazi wangu hataishia njiani. Kila ambacho Bwana amepanga lazima watatimiza. Hebu sema hatima ya familia lazima ifike njiani. Watu wengi mlianzisha biashara, mlianzisha vitu vya baraka, lakini vinakufa. Unashangaa familia kwenu wanaishia njiani. Walikuwa na akili, wanajitahidi juzi, wamerudi wameshuka chini kabisa. Hebu sema kwa nguvu hii wakanyanyuke. Aya, sema kwa nguvu hii wakanyanyuke. Nakataa kuishia njiani. Hata kama vita vipo, nitapita kwenye vita, nitapita kwenye maneno, lakini nitatoka. Sema leo naweka 4 wheel, lazima nitatoka. Nguse mwenzako mwambie kataa kuishia njiani. Kwenye hiyo ndoa usiishie njiani. Unashangaa uliingia kwenye ndoa unategemea nitafika mahali pazuri, unashangaa unafukuzwa, unashangaa vita inatokea, unashangaa utimizi yale malengo. Leo utatimiza. Hiyo roho inayoshindana na wewe itakufa. Kama ni mtu watakufa, kama ni wanafiki watakufa, kama ni yeyote watadondoka. Tutapita kwenye moto na tutatoka. Nyumba yangu isiishie njiani, watoto wangu wasiishie njiani, elimu zao isiishie njiani, wazazi wangu wasiishie njiani. Hao watoto nao wateseka nao, lazima watakuja kwa maprofesa, lazima watainuka. Angalia watu wamekaa, lazima watainuka, lazima watakuwa baraka. Sema nakataa kuishia njiani. Hata kama hali imependi, lazima tutatazama mbele. Katikati ya vita tutamwabudu Bwana, katikati ya vita tutasema Yesu ni Bwana. Na hata hivyo hutaishia njiani.